CCM wametoa ratiba yao ya mpaka mwezi wa 8. Sisi tunasema tume hii imebadilishwa. Wametoa ratiba yao ya matukio mpaka mwezi wa 8. Tarehe 20 halmashauri kuu ya CCM itakutana. Alafu tarehe 21 mpaka tarehe 25 mwezi wa 8 uchukuaji wa fomu za NEC za tume ya uchaguzi. Sasa kwa mujibu wa utaratibu, wanaotangaza tarehe za kuchukua fomu na kurudisha fomu ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Leo Tume ya Taifa ya Uchaguzi haijatangaza tarehe za kuchukua fomu na kurudisha fomu. CCM wanatangaza wao kwenye ratiba yao. Yani sikilizeni, mechi ya Simba na Yanga, TFF hawajasema itachezwa lini, hawajasema ni uwanja gani, alafu Yanga anasema tutacheza kwenye uwanja wa Mkapa tarehe fulani. Kuna mechi hapo? Watu watakubali? Kama wanasema tumebadilisha. Leo CCM wanasema ratiba ya kuchukua fomu ya NEC ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna uchaguzi hapo? Rais ametoka akasema CCM imeisha shida. Kwa nini Rais Samia? Kwa nini unataka kutumia bilioni 500 za watu maskini wa nchi kupeleka kwenye uchaguzi ambao unasema umeisha shida? Kwa nini usijitangaze ubaki Ikulu tu? Pesa za watu maskini. Wewe unalima mpunga, unahangaika na miwa shambani mwenyewe, kuhamia mwenyewe, miwa ikichomeka wewe mwenyewe, shida unakata mwenyewe, ukipeleka serikali inachukua kodi kwenye miwa yako. Uongo kweli? Ili kusaidia kulima, ili kusaidia kupalilia, ili kusaidia kuitunza, wanachukua kodi. Ikiingia serikalini tunaambiwa pesa za mama. Watu wanalima mpunga, yeye mwenyewe hangaika na mpunga miezi 6, akiuingiza kwenye gunia, akiwa na usafirisha tayari kuna kodi ya serikali. Akiupeleka kwenye mashine kuna kodi. Akiwa anaenda kuuza sokoni kuna kodi. Mpunga ule ukiwa mpunga unalipiwa kodi, ukiwa mashineni unalipiwa kodi, ukiwa kwenye meza unalipiwa kodi. Nchi hii. Alafu pesa mnaambiwa za mama. Na ndio hizo zinachezewa, sijui goli la mama, sijui wasanii wa mama, sijui viduku vya mama. Watu wetu wanateseka. Sasa nyie watu wetu, unatuambiaje Chadema twende kwenye uchaguzi wa hivi? Unatuambiaje tushiriki uchaguzi ambao upande mmoja unatangaza kwamba tarehe kuchukua fomu ni hii kabla ya msimamizi hajatangaza? Unatuambiaje twende kwenye uchaguzi wa hivi? Afande, unasemaje sisi tushiriki uchaguzi? Unasemaje? Sisi tumekataa. Sisi tumekataa. Hiyo mwaya mnasemaje? Hiyo mwaya mnasemaje? Hiyo mwaya mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama wanao reform for election national? Asante. Tunachohitaji sisi hatukimbii uchaguzi. Tunachohitaji ni uwanja unaolingana. Samia asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90 wananchi muamue nani awe rais. Haiwezekani mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara. Inawezekana hiyo mechi? Mtu atachezewa katikati ya uwanja, yeye atapeleka kwenye kibenda. Tuombe kweli? Au yule Ahmed Ali ndio awe mshika kibendera kwenye mechi ya Simba na Yanga? Inawezekana? Sinani zote, offside zote atasema magoli. Uongo kweli? Sasa leo mzee wangu Omar Ramadhani Mapuli, kati mwenezo wa CCM, ni mjumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna uchaguzi hapa? Wewe kijana, ukiwa refari kwenye mechi ya ngumi, alafu baba yako anacheza na baba wa mwenzako, baba yako akipigwa ngumi ya kidevu, wewe unafanyaje? Tunaingia ugomvi. Wanatuambia ujinga gani? CCM waende na vyama vibaraka, sisi Chadema tumekataa, sisi tuko upande wa wananchi. Wanaunda vyama vibaraka kwamba tuende kwenye uchaguzi wa mwaka 2019 tumeibiwa, watu wameumizwa. Uchaguzi wa 2020 tumeumizwa. Uchaguzi wa 2024 watu wameumizwa. Tunachotaka ni mabadiliko ya uchaguzi ya tume, tuingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni maisha yako. Tukibadilisha nchi hii, tukapata viongozi wanaotokana na wewe,
watakuogopa, rasilimali zitatumika kwa ajili yao. Na sisi Chadema tumesema pamoja na kwamba watumishi wa umma hawa wengi wanaonewa, wanalipa mshahara kidogo, hawa maaskari hao. Tangu sisi tukiwa bungeni tulipopiga kelele wakaongezewa posho ikawa 300 kwa mwezi. Tangu 2015 mpaka leo hawajawahi kuongezewa posho. Afande hamjakopa. Sasa msione hawajibu, wasisema katili akijibu tu ana kazi. Uongo kweli. Jibuni kimya kimya. Jibuni kimya kimya, msitoe sauti. Sasa wanakopa 300,000 tangu tukiwepo. Posho ya mwezi 300,000. Mbunge darasa la 4 akikaa bungeni asubuhi mpaka jioni 620,000 imeingia. Askari wetu wanaolala nje wananyeshewa, wanaumizwa 300,000 kwa mwezi. Kuna akili hapo? Nao wanaonewa. Sasa cha ajabu eti yale yanayowaonea yanawatuma watupige sisi tunaowatetea, alafu wanatupiga. Ndio mmerogwa au butu? Wakati mwingine ukitumwa wewe njoo sema mshikaji wewe pata kwenye, usinipige kwa sababu mimi mwenzako. Uongo kweli? Bila sauti hii watawanyongeni. Uongo kweli? Sasa wewe fikiria, askari ameumizwa, na si Chadema tumesema watumishi wote wa umma wakistaafu wanalipa pension ya serikali. Kwa sababu gani? Wanasema kwa sababu walilitumikia taifa. Uongo kweli? Kwa miaka 60. Kiwa mwalimu ukistaafu unalipa pension, kiwa askari unalipa pension, hata mbunge mimi nilipwa pension kwa sababu ulilitumikia taifa. Je, wananchi wa Mwai wanaolitumikia taifa hili ni watumishi wa umma tu? Ni watumishi wa umma tu. Nani anayelipa chakula na chakula rais pale Ikulu? Si wakulima? Ni hapo mnakuwa mnafanya nini? Mnacheza mpira? Si mnatumikia taifa? Anayejenga nyumba tunayoishi ni nani? Si fundi? Fundi hapa anafanya nini? Anapojenga darasa watoto wasome anafanya nini? Anapojenga hospitali tunapotibiwa anafanya nini? Bodaboda anayetuendesha au dereva wa malori anayetupelekea chakula yeye anatumikia nini? Wewe mchoma mkaa na wewe unayetuuzia nyanya sokoni, wewe unatumikia nini? Ndio maana Chadema tumesema kila kata tutaondoa uchafu unaoitwa tasafu unaobebesha wazee wetu mawe. Kila mtu anayetimiza miaka 60 atalipwa pension na serikali, kwa sababu kila mtu analitumikia taifa hili. Kila mmoja wetu akifikisha miaka 60 umri wa kustaafu, serikali itamlipa pension, na kila mtu kwenye nchi tutampa bima ya afya kama watumishi wa serikali. Tunachohitaji ni tume huru ya uchaguzi, tushindane. Hata Chadema kura yako iwe na nguvu. Hata Chadema wakiingia madarakani wasipotekeleza wanayoahidi, wapige chini, weke watu wengine. Ndicho tunachokipigania hicho. Tunaelewana mai? Tunaelewa vizuri? Tunataka kura ya mwananchi iwe na nguvu. Ndio maana tunasema no reforms, no reforms, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ukisikia wanatupiga vita, sio kwa sababu tumeonea mtu, sio kwa sababu sisi ni wakosaji, ni kwa sababu tunatembea kuwafumbua macho wa Tanzania namna nchi yao inavyochezea. Ndio maana Lissu yuko ndani. Lissu sio gaidi, Lissu hajaua, ni mtu aliyepigwa risasi 16 Mungu akamwokoa. Hukumu ya treason ni kunyongwa mpaka kufa. Sio kwa sababu Lissu ni mhalifu. Lissu anasema msiteke watu, Lissu anasema msiue watu, Lissu anasema rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya watoto na wazaliwa wa nchi, wasipewe wa China. Kosa liko wapi? Kwa nini anawekwa ndani? Kwa nini anaumizwa? Kwa nini tunawindwa kwa kusema ukweli? Wanafunga ruzuku ya chama, wanafanya kila kitu ili tuwapigie magoti. Sisi tunakataa kuwapigia magoti. Ndiyo mwaya msema. Ndiyo mwaya msema. Ndio maana tumekuja kwenu kuomba mtunge mkono. Ungeni mkono ajenda ya chama. Msiunge mkono vikaratasi wanaotengenezwa na serikali. Wanapewa hela ya serikali ili watushughulikie.
Si mnawajua? Si mnawajua? Si mnawajua? Ni kina nani? Ni kina nani? Kile chama kikaragosi ni kina nani? Kinaitwaje? Mnakijua? Wengine tulikuwa nao. Uongo kweli? Tulikuwa nao humu. Uongo kweli? Ndio wanaofanya nini? Wasaliti. Uongo kweli? Chama kinachotengenezwa na serikali kinaweza kuipinga serikali? Chama cha upinzani wa kweli nchini kimoja tu, na ndio chama pekee kinachoweza kuitisha mkutano watu wakaenda. CCM hawawezi. Hakuna chama nchi kinaweza kuja hapa asubuhi hii watu wakaenda kukisikiliza. Uongo kweli? Hakipo. CCM mkutano kama huu ni mamilioni. Watu watasombwa siku kutoka vijiji vya Mwaya huko wapi, shule zitafungwa, watoto wanaambiwa wasivae uniform waende ili wapate picha kama wana watu. Uongo kweli? Nasema uongo? Sasa sisi hapo ikigongwa kengele tumkitiwa. Wacha. Hiki ndio chama chenu. Uongo kweli? Msiwasikilize wengine wote wanaotumiwa na serikali. Na sisi tunahitaji mtunge mkono. Mchangie chama hiki chochote 1000, 2000 ili tuweze kuendelea na kazi hii. Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana watu wa Mwaya? Tuko kwenye matatizo kwa sababu ya uongozi. Shehe wangu, tuna matatizo kwenye nchi hii kwa sababu ya uongozi. Mwalimu Nyerere alisema hivi, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu. Watu tunao. Inahitaji ardhi. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945. Ardhi yenye dhahabu, ardhi yenye makaa ya mawe, ardhi yenye chuma, ardhi yenye misitu, ardhi yenye maji. Ardhi tunayo. Inahitaji siasa safi na uongozi bora. Kama tuna watu, kama tuna ardhi, nini tunachokosa? Siasa safi na uongozi bora. Nchi hii kuna siasa chafu. Uongo kweli? Siasa za rushwa. Uongo kweli? Siasa za mauaji. Uongo kweli? Unachagua watu wananyang'anya, watu wanaambiwa